Dominika ya 5 ya Pasaka ya mwaka A wa Kanisa. Mama Kanisa anatualika kutafakari kupitia somo la Matendo ya Mitume sura ya 6 aya ya 1 hadi aya ya 7. Waraka wa kwanza wa Mtume Petro kwa watu wote sura ya 2 aya ya 4 hadi aya ya 9. Na Injili ya Yohane sura ya 14 aya ya 1 hadi aya ya 10. Masomo haya yanabeba dhamira kuu kuwa Yesu ndiye njia, ukweli na uzima. Tuishi tukimtumainia yeye na kushuhudia upendo wake kwa wengine. Ndugu wapendwa katika Kristo, leo kanisa linatukumbusha maneno ya faraja na matumaini kutoka katika Injili. Yesu anawaambia wanafunzi wake, msifadhaike mioyoni mwenu, mimi ndimi njia na ukweli na uzima. Haya ni maneno yaliyosemwa wakati wa wasiwasi, wakati ambapo wanafunzi walihisi kupoteza mwelekeo. Ni hali ambayo hata sisi tunaipitia mara kwa mara tunapokumbana na changamoto, hofu ya kesho au mashaka ya maisha. Ndugu zangu, Yesu ndiye njia, kwani hatupotei tukimfuata. Katika ulimwengu wenye sauti nyingi na njia nyingi zinazodai kutoa suluhisho, Yesu anatualika tuchague njia yake. Njia yake si rahisi kila wakati, bali ni njia ya kweli, ni njia ya unyenyekevu, ni njia ya msamaha, ni njia ya haki na upendo. Ndugu zangu, kumfuata Yesu kunamaanisha kufanya maamuzi ya kila siku yanayompendeza Mungu hata kama ni magumu. Yesu ndiye ukweli, kwani tunaishi katika nuru. Ukweli wa Kristo unatuweka huru. Leo tunaishi katika wakati ambapo ukweli mara nyingi unapotoshwa na kupuuzwa. Mkristo anaitwa kuwa mtu wa kweli, kusema ukweli, kuishi kweli na kusimama upande wa haki. Ukweli wa Yesu si maneno tu, bali ni maisha yake aliyoyatoa kwa ajili yetu. Ndugu zangu, Yesu ndiye uzima, kwani tumaini letu halikomi. Kupitia ufufuko wake, Yesu ametufungulia mlango wa uzima wa milele. Hata katikati ya mateso, huzuni au kifo, tunatumaini kwamba maisha haya si mwisho. Uzima wa Kristo unaanza sasa, tunapoishi kwa upendo, tunaposhiriki mema na tunapokuwa watu wa huruma. Sisi kama Wakristo tunaitwa kuwa mashuhuda wa upendo. Masomo ya Dominika hii yanatukumbusha umuhimu wa huduma na mshikamano katika jumuiya. Kama mitume walivyoweka watu wa huduma ili kuwasaidia wahitaji, nasi tunaitwa kuona mahitaji ya wengine na kuwahudumia au kuwasaidia. Kwa maana Mtume Paulo anatukumbusha imani bila matendo imekufa. Tuishi imani yetu kwa kuona mahitaji katika dunia zetu. Ndugu zangu, tusiogope, kwa maana Yesu anaenda kutuangalia makao na yuko pamoja nasi katika kila hatua. Tukimshikilia yeye kama njia, kama ukweli, kama uzima, hakika hatutapotea. Tumsifu Yesu Kristo.